Tunao wagonjwa wanaotakiwa kupelekwa rufaa kwenda kufanyiwa operation. Hawa si wagonjwa wa kwenda kupewa dawa. Dawa tunazo na tumezitoa, na wale walioweza kufanyiwa operation pale uwanjani wamefanyiwa wapi? Uwanjani. Sasa hawa 258 wanatakiwa kwenda kufanyiwa operation, sio kitu kingine. Wanahitaji nini? Operation. Na hawa wananchi walikuja kwetu wakiwa na tumaini la kupona. Ukimwambia unatakiwa kwenda Moi, rufaa kwenda Moi, alafu akifika Moi kule aseme kwamba ametoka kwenye kambi ya Makonda, hawatampokea, kwa sababu sasa ameingia kwenye utaratibu wa matibabu ya kibingwa kibobezi, lakini nje ya kambi. Kwa mfano, kuna mtoto ana umri wa mwaka mmoja, tena ni mkazi wa Kisongo, amebainika ana tundu kwenye moyo, ana mwaka huu, na familia yake ni maskini kiasi cha kwamba hata nauli ya kuafodi kwenda hospitali hawana, na gharama ya hilo tundu kutibiwa na kuzibwa ni milioni 27. Tukimwacha huyu mtoto, malaika wa Mungu mwenye mwaka mmoja, maisha yake yanapotea. Tunaye mama mwingine mtu mzima ambaye aligundulika na kansa ya utumbo, amehangaika miaka miwili, hana pesa ya kwenda kufanya operation. Tumekutana naye uwanjani, mwaka wa pili, ana barua za kuomba kuchangiwa ili aende akafanyiwe upasuaji wakate huo utumbo ili aweze kuwa salama. Huu mwaka wake wa pili amekosa pesa na anazunguka, amekuwa kama mtu aliyechanganyikiwa, huku kansa ikiendelea kuenea kwenye mwili wake. Huyo naye tumwache? Yuko mtu mwingine ana miaka 43, tena ni mkazi wa Sanawari, ana uvimbe kwenye ubongo, anahitaji matibabu ya milioni 15. Na hao wanaosema ni kati ya wale 258 tuliowabaini kwenye kambi yetu hii iliyofanyika hapa Arusha. Sasa mtu huyu uvimbe kwenye ubongo anahitaji kupelekwa Moi, na gharama zake ili aweze kuhudumiwa ni milioni 15. Naye huyu tukimwacha anapoteza maisha yake. Lakini wako watu wengine. Tunaye mtu mmoja, natoa tu mifano, kutoka Mlombo, tena na miaka 80, nyonga imelika, gharama yake ni milioni 22. Niambie, mtu wa Mlombo mwenye umri wa miaka 80, maana yake huyu ameteseka kwa muda mrefu. Tunaye mwingine ana umri wa miaka 49. Huyu ametokea Sinoni, pingili za mgongo zimesagika, gharama yake ni milioni 30. Sasa tumechukua tu mfano, muone picha, ndugu zangu wa Tanzania, ya kwamba tunao wananchi walio kwenye hali duni, wakati mwingine hata mlo mmoja hawaupati.
na wamekumbwa na maradhi makubwa kama haya ya kuwa na tundu kwenye moyo, mtoto mdogo wa mwaka mmoja, mama mtu mzima anateseka, kansa inazidi kusambaa kwenye utumbo, ana miaka miwili anahangaika, anatafuta huduma, msaada hapati. Mtu ana uvimbe kwenye ubongo, pingili zake mtu zimesagika. Kwa hawa wamebaki wako majumbani, wanalia, wanaomba msaada, wanamtafuta Mungu wao. Naona nafasi yetu sisi ambao Mungu ametupa neema na kwa upendeleo mkubwa kushika hizi nafasi, na wale ambao Mungu amewapa nafasi ya kuwa na kipato ambako angalau kwa mwaka unaweza kusema na mimi nimguse mtu mmoja, ili kurejesha furaha na tumaini na tabasamu ndani ya familia yao. Kwa sisi, kwa upande wetu, nikiwa kama mbunge na timu yangu, tumeona hawa wananchi 258 wote tuwapeleke kwenye hatua ya pili ya kwenda kufanyiwa operation. Tutafanikiwa vipi? Tunamwamini Mungu aliyetupa uhai na hizi nafasi. Tutapataje haya mapesa yote? Tunamuomba Mungu atufungulie mlango watu wema na wenye mapenzi mema na waliojaliwa huruma, wanaokumbuka wapi walitoka, ili wakarejeshe furaha na tabasamu kwa watu walioko kwenye jamii yetu. Watu hawa wakipona, si tu kwamba itakuwa ni faraja kwetu ndugu zetu wamepona, lakini pia hata maana ya maisha yetu yataleta tafasiri njema kwa watu tunaoishi nao kwenye jamii. Ninafahamu ya kwamba ziko taasisi ambazo zimekuwa na utamaduni wa kuwagusa wananchi. Tunaomba tuungane, tuwaguse pia hawa 258 ili wapate kupona. Pale ambapo mtatukubalia tutoe gharama nusu, tutashukuru. Pale ambapo mtasema Makonda, niletee hao wagonjwa, taasisi yangu itawatibu bure, na penyewe pia tutamtukuza Mungu kwa ajili yenu. Na pale ambapo mtu atasema mimi niko tayari, na muomba huyo mwenye tatizo la ubongo nimgharamikie, sisi tutakupa jina, tutakupa na hospitali tuliompeleka, utalipia matibabu kwenye hiyo hospitali, na penyewe tutamtukuza Mungu. Na pale ambapo watakosekana kabisa wa kushirikiana na sisi, tunaamini Mungu atakuwa tayari kushirikiana nasi, kwa sababu ni jambo la kiungu na linabeba heshima yake ya kurejesha matumaini kwa Watanzania.